kwa niaba ya wote ambao tunafanikisha matangazo haya, ni kualike sasa popote pale ulipo, karibu katika darasa huru, darasa ambalo tutajifunza mambo mbalimbali. Mbele yangu nipo na wanandoa wawili, Mr. and Mrs. Lucas. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karibuni sana katika darasa huru. Karibuni sana, tujadili mambo kwa dakika chache kabla ya kuingia katika kile kipindi kizuri jioni ya leo. Asante. Natamani kufahamu Mr. and Mrs. Lucas, natamani kufahamu muna muda gani mpaka sasa tangu muingie kwenye familia? Nadhani mama utakumbuka zaidi. Tuna miaka 7 sasa ya ndoa. Miaka 7? Yes. Ilikuwa mwaka gani? 2017 mwezi wa 8. Tarehe 20 hapa kanisa la Ushindi. Mlikutana vipi? Sasa hiyo nitachukua mimi. Natamani kufahamu mlikutana vipi, ilikuwaje kwaje mpaka mkaanzisha mahusiano hatimaye kwenda kwenye familia? Ilikuwa ni katika harakati tu za maisha na harakati za niseme harakati za kusocialize. Nilienda sehemu nikamuona, basi nikachukua contact, tukaanzia hapo. Siku ya kwanza Mr. Lucas anakufuata kuja kukueleza ukweli na undani wa moyo wake, ilikuwaje? Ulipokeaje? Tulikuwa kama tulianza kwenye urafiki. Kuniomba namba kwa siku ya kwanza, kwa kawaida ni kwa sababu anakuja kama mtu mpya, ni rafiki wa kawaida. Nilijisikia kawaida. Anakuambia sasa, mimi nahitaji kuanzisha familia na wewe, sasa imekuwa rasmi. How was it? Kwa upande wetu kwenye swala la kuanzisha familia ilikuwa ni maongezi ya wote wawili. Ni baada ya kuwa kwenye urafiki kwa muda kama miaka 2 ndo tulidiscuss kwa pamoja. Yeah. Natamani kufahamu kuna utofauti gani katika miaka 7 ya nyuma na miaka 7 hii ambayo umeishi kwenye familia? Yani kabla ya ndoa na baada. Yes, kabla ya ndoa na baada ya ndoa. Kipi kimebadilika, kipi kimeongezeka? Kimeongezeka, familia tumeongezeka, tuko 4 sasa. Amina. Maarifa yameongezeka kutokana na majukumu. Majukumu yameongezeka. Tumekuwa kiroho, kimwili, kiakili. Lakini kuna utofauti of course kabla ya ndoa na baada ya ndoa. Kabla ya ndoa unakuwa more of independent, unajitegemea na unajifikiria, lakini baada ya ndoa unafikiria wengine. It's not more of yourself tena, we selfish tena, unakuwa ni unafikiria zaidi yako wewe mwenyewe. Yeah. Mr. Kabla ya ndoa na baada ya ndoa, kipi ambacho kimeongezeka, kipi kimepungua, kipi kimekuwa kawaida? Kwanza mimi naona maisha yamekuwa, yani akisema miaka 7, mimi sikumbuki, nafikiria tu kwamba labda imekuwa ni juzi. Miaka imepita haraka sana bila sisi kujua kwamba miaka imepita. Tumekuwa na familia, watoto 2 bila mimi kujua, yani imekuwa haraka kiasi kwamba hata sikumbuki kwamba nimepita miaka 7. Maisha yamekuwa mazuri, maisha tumepambana, tuna watoto 2 na tumekuwa marafiki zaidi, tuna muda mwingi sasa tuko kwenye yale mafunzo ya kuwalea watoto, kuwafundisha kuomba, hivyo kuwalea katika ile njia inayompasa Mungu. Lakini kimsingi kabisa maisha yamekuwa tofauti, kwamba sasa hivi tunaangalia zaidi familia kuliko kujiangalia sisi wenyewe. Mke wako anavaa kiatu namba ngapi? Huyu anavaa namba 37. Wow. Yes. Na bila shaka hata hiki nimemnunulia hiki. Mume wako anavaa kiatu namba ngapi?
41. Shati, ukubwa wa shati, Medium. size ya kiuno, 30, no. Wow, nimefurahi kuwa nanyi katika mianzo ya siku au juma la maombi la vijana. Mbele yangu kuna zawadi. Miaka 7 mliokaa kwenye familia si rahisi, na kuna mabox mawili ambayo yana zawadi. Sijui nani ambaye ni baba au mama ambaye atachagua box lenye zawadi katika haya mawili. Mimi nitachagua. Wewe utachagua? Yes. Hai, sawa. Chagua box moja ambalo unahisi au unadhani lina zawadi. Ni wape zawadi ya miaka 7. Halina zawadi au yote na zawadi? Yote yana zawadi. Nataka uchague boksi moja ambalo ni zawadi yetu. Zawadi yenu kwa ajili ya familia. Wow. Nataka uchague moja. Umeshachagua? Bado sijachagua. Bado sijachagua. Chagua boksi moja ambalo unadhani lina zawadi. Bibi ni wazawadie zawadi. Hebu fungua. Chukua fungua. Basi kuna zawadi mimi nimeandaa kwa ajili yenu, tukiwapongeza kwa miaka 7 ya familia. Mna lipi la kueleza vijana ambao bado hawajaoa wala kuolewa na wanatufuatilia kupitia kurasa zetu, lakini pia tupo nao kanisani, hasa kwa uzoefu wa miaka 7 ambayo mmekuwa nayo? Chukua kwanza zawadi. Mama, chukua zawadi. Imo. Haya, itoe hivi zawadi. Wow. Asante. Tueleze jambo hili kwa dakika chache. Rudia tena. Una lipi la kueleza vijana ambao hawajaoa au kuolewa? Wapo ambao wanaogopa kuingia katika maisha ya familia, lakini wewe una miaka 7 ambayo umekuwa hauielewi na kwenda vipi? Issue ya msingi kabisa ni kuendelea kusubiri. Kama bado unatafuta mwenzi, lazima uwe makini kidogo, lakini umakini sio wa kwako, ni umakini pia kumtegemea Mungu, kwamba unaomba wakati huo unajihusisha na mambo ya Mungu sana, na hakikisha kwamba Mungu ndiye atakaye kuchagulia mtu sahihi, kwa sababu bila hivyo utapata matatizo. Kwa hiyo nawashauri sana, endeleeni kuomba na endeleeni kumtegemea. Na wale ambao wako katika ndoa, nguzo kubwa kabisa ni kuendelea kuwa na Mungu. Tunapitia changamoto nyingi, kupanda na kushuka, watoto wanaumwa au vyote vile, lakini liwalo liwe, usimwache Mungu hata siku moja. Asanteni sana, nimefurahi kuwa nanyi hii leo. Asante sana. Asante mtazamaji na msikilizaji, ndivyo ambavyo tumefungua juma la maombi ya vijana hii leo, na hivi ndivyo ambavyo tutakuwa nafanya kila siku. Tutakuwa na muda wa kutafakari machache, kama ni afya, sheria au mahusiano. Darasa huru, tukizungumza mambo mbalimbali. Kwa wakati huu ni wakati mwingine mzuri ambao nakwenda kumkaribisha mchungaji wa mtaa, mchungaji ambaye anakwenda kutufungulia rasmi vipindi vyetu jioni ya leo, hasa tukienenda katika kufahamu mambo mbalimbali. Kikubwa, endelea kubaki pamoja nasi ukifuatilia matangazo haya moja kwa moja kutokea hapa Kanisa la Ushindi, hasa katika juma la maombi ya vijana. Baki hapo.